dhiki iko mbele, shida iko mbele, kukataliwa kuko mbele, kupigwa makonde kuko mbele, kuvuja damu kuko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo unasimamaje katika sura kama hiyo? Imani yako itakapoanza kutikiswa, hali yako itakuwaje? Watu watakapoacha kusikia hilo unataka kusema, utafanya nini? Hali ya uchumi itakapoyumba kabisa, utafanya nini? Amen. Ndoa yako itakapoharibika kabisa, tena wakati mwingine bora hata iharibike, lakini inaharibika kwa damu, inaharibika kwa machozi, inaharibika kwa maumivu makali, wakati ule utafanya nini? Uchumi wako na afya yako na imani yako itakapoingia kwenye jaribio kubwa, wakati ule utafanya nini? Kuna watu wameteswa hivyo wakanyamaza kabisa. Kuna watu wamepitia kwenye magumu hayo, kwenye agonia za namna hiyo, wakaacha ibada, wakaacha kuomba, wakaacha kumtolea Mungu dhabihu, wakaacha kumtumikia Bwana. Walikuwa watumishi wazuri, wakaacha kwa sababu ya mateso. Hali ya ndoa zao hazikueleweka, wakaacha na huduma. Ndoa zao hazikueleweka, wakaacha maombi. Ndoa zao hazikueleweka, wakaacha kuimba, wakaacha kwaya, wakaacha kusifu na kuabudu kwa sababu ya agonia. Wakanyamaza. Leo tunapozungumza hivi hawapo tena, wamenyamaza kimya, wamelala. Sio kulala mauti, ila wamenyamaza kimya. Tena sio kimya ya kawaida, ni kimya ya huzuni, ni kimya inayosikitisha, ni ukimya unaovunja moyo, ni ukimya ambao hautukuzi Mungu, ni ukimya unaosababisha shetani ajitukuze kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu mmoja hapa labda anapitia agonia ya namna hiyo. Labda ni wewe unayenisikiliza, labda ni wewe unayenitazama, labda unapitia dhiki kubwa kiasi fulani, labda unapitia hali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika Biblia mstari wa 46. Akamwambia, ona mmelala usingizi, ondokeni. Bwana Yesu sana. Sasa Bwana sasa, ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribu. Ondokeni mkaombe. Hilo ni agizo baada ya kuona maisha yao yapo kwenye hatari, kesho yao ipo kwenye hatari. Ni kama Yesu anawaambia, na alishawahi kuambia pia, sitasema kwamba nitawaombea, sisemi kwamba nitawaombea, ila nitaomba mwenyewe. Bwana Yesu sana. Kama Yesu anasema, yule mtu ambaye alikuwa pamoja nani akiwafanya mwe salama, na yeye pia atapita kwenye mateso. Na kwa sababu ni agizo la kwamba lazima kuomba ili kupata wokovu wake, anawekea mkazo kanisa, anawekea mkazo waombaji wake, anawekea mkazo wanafunzi wake, kwamba kwa nini mmelala? Agonia itakapotokea, nini mtakuwa wapi? Mahuzuni hayo yatakayofuatia baadaye, mateso yatakayofuatia baadaye. Sasa unajua kuna watu hawapendi kusikia mambo ya mateso hivi, hawapendi kusikia injili zinazowaumiza hivi, lakini haikwepeki. Unajua kama usipoandaliwa utaingia kwenye shida. Yesu aliwaandaa wanafunzi wake kabla shida haijatokea, aliwaambia kabla, akawapa maelekezo ya mwanzoni mapema. Kwa hiyo wakati wa shida utakapofika, wale waliosikia na kufanya, wale waliodumu kwenye maombi, watasikia tu shida zipo kwa jirani zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi tuliyoyaomba mwaka jana ndio sababu leo tuko salama. Unajua maombi tuliyoomba mwaka juzi
tuliomba, juzi tuliomba, wezi uliopita tuliomba. Ndio sababu leo tunasalimika hapa, na maombi utakayoyaomba leo ndiyo salama yako ya mwezi ujao, ndiyo salama yako ya mwaka unaokuja. Maombi utakayoyaomba leo ndiyo salama yako ya miaka 5 ijayo. Nani anajua kesho kuna nini? Msije, sio kwamba mnaingia kwenye majaribu, msije mkaingia. Pray in advance. Omba kabla, omba kwa ajili ya kesho. Haleluya! Omba kwa ajili ya wakati ujao. Sasa kuna kanisa la sasa hivi ambalo halitaki kuomba, halitaki kujitesa, halitaki kujisumbua, halitaki kwenda kwenye mlima wa maombi. Kanisa la sasa hivi, baadhi ya watu wetu wa leo hawataki kwenda mlima wa Getsemane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza, usipoomba majaribu yako mbele. Usipoomba ushindi uko mbele. Usipoomba leo hali yako itakuwa mbaya zaidi. Usipoomba sasa hivi shetani atakamata maisha yako. Usipoomba leo, na sio maombi ya ushabiki, sio maombi ya kuiga. Leo tuna kanisa la maombi ya kuiga, hawawezi kujisimamia. Yaani ni kama mtoto ambaye tunamfundisha kutembea, sema dede. Mtu mzima anasema dede na mtoto naye anasema dede. Sio maombi ya kujihudumia mwenyewe, sio maombi ya kubeba mzigo, sio maombi ya kukaa mbele za Bwana. Mchungaji akiondoka kanisa limelala, mchungaji akiwaacha peke yao wanakutoa melala. Maagizo ya maombi yakitolewa na mchungaji, waumini wanakutoa melala. Ndivyo Yesu alivyofanya hapa. Anawaambia waumini wake, kesheni muombe. Kuna dhiki kesho, kesheni muombe. Kuna magonjwa yanakuja, kesheni muombe. Kuna mafarakano kwenye ndoa yatafuata, kesheni muombe. Kwa sababu ya kukosekana kwa pesa kunapofuatia, wale watakaoomba ndoa zao zitakuwa salama, watakaoomba maisha yao yatakuwa salama, watakaoomba afya zao zitakuwa salama, watakaoomba ndoa zao na familia zao zitakuwa katika hali ya ushwari. Amka uombe katika jina la Yesu. Sasa kitu kidogo kinapotokea, unaanza kupiga simu, shangazi, huku mwezio kando wangu kanasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kichopi kidogo, mjomba, huku mwezio mgongo ni kama haunyoki. Hata kufanyia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sikiliza, kuna wapendwa wanajua kuumiza mioyo ya watu sana. Wakimkuta mtu anaumwa au ana shida, ukasikia wanasema, pole sana, tunakuombea. Hivi bado kusikia maneno, pole sana, tunakuombea. Haya, tutaonana baadaye. Hivi hayo maneno tunakuombea, ndio kweli wanakuombea? Hayo maneno, hiyo lugha, hiyo sentensi moja inayosema pole sana, tunakuombea, Mungu akupe afya njema, hapo ndo ameomba. Kwa hiyo wewe kwa ulivyo na ufahamu kidogo mzito, ukizisikia hizo sentensi 2-3 hivi kwa tofauti, unasema kweli watu wananipenda, wananiombea. Wametamka tu kwenye mdomo, walipoondoka hapo na wao wanashughulika na ya kwao, na wao wana vibarua vyao huko, na wao wana misiba yao huko, na wao wana dhiki ambazo wanazipitia huko. Kila mmoja analia kivyake, Sasa wewe unayefikiri kwamba kuna mtu fulani hivi ananiombea, labda ni mtumishi tu, tena awe ya kujitolea. Hata watumishi wengine usifikiri wanaomba kwa ajili ya waumini wao. Na mtumishi anaweza akasimama akajidai kabisa, mimi nawaombea, hata hafanyi hivyo. Na wewe ukikaa kwa imani kwamba kuna mchungaji wangu ananiombea huko, kumbe naye ana misiba yake,
Kumbe hata huo wito wa maombi wewe mchungaji hana. Mimi sizungumzii wachungaji wote. Bwana Yesu sana. Nazungumzia kama ambavyo sio waumini wote. Kuna washirika wengi wanaombea washirika wenzao. Amen. Kuna Wakristo wanaobeba mizigo ya Wakristo wengine. Kuna wachungaji wanabeba mizigo ya washirika wao. Kuna mitume na manabii wanaomba kwa ajili ya watu wao, lakini si wote. Kuna wengine wanaisha kusema tunakuombea, lakini hawaombi. Wewe usilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa fikiri Yesu alipokuwa pale mlimani, aliwaambia wanafunzi wake, ketini hapa uombe, msije mkaingia majaribuni. Yeye akajitupa mahali fulani hivi pa umbali wa kutupa jiwe, naye akaanguka hapo, akamwita Bwana Mungu wake, Bwana, kikombe hiki kiliepuke. Wakati ule hakuomba kwa ajili ya wanafunzi. Bwana Yesu sana. Wala sisemi kwamba hana tabia ya kuombea, ila wakati ule hakuomba kwa ajili ya wanafunzi.